Yes, ni wiki ya pili ya UEFA Champions League. Michezo ya marudiano inapigwa wiki hii na tupo hapa kwenye meza Game Time kukupa habari, lakini pia kukuhabarisha ni timu gani ina nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Skills Sensei pamoja na Masud Mswahili. Tupo kwa ajili ya kukupa habari zote ambazo kukupa uwanda mkubwa ambao tunao kuhusiana na michezo ambayo inakwenda kupigwa kuanzia wiki hii, kuanzia Jumanne, Jumatano, na nani anaenda na hatua inayofuata na nani ambaye hana nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kumbuka klabu ya Inter Milan ilipokea kichapo kutoka Bodo Glimt kwenye game ya kwanza, lakini Club Brugge wakashindwa kuibuka na ushindi wakiwa nyumbani, wakatoka sare ya goli 3-3 dhidi ya Atletico Madrid. Bayer Leverkusen akashinda ikiwa ugenini goli 2-0. Newcastle United akaibuka na ushindi mzito wa goli 6-1 akiwa ugenini pia. Kwa hiyo tunaanza na game ya Inter Milan. Inter Milan alikiwa ugenini alifungwa goli 3-1 dhidi ya Bodo Glimt. Anakwenda kucheza akiwa nyumbani. Bodo Glimt of course akiwa nyumbani anakuwa na matokeo mazuri. Na tumemwona toka mwanzoni mwa michuano hii ya UEFA Champions League. Hata timu hiyo kubwa kiasi gani, lakini akiwa nyumbani huaga anakuwa na confidence ya kuondoka na ushindi ama kufunga magoli ikiwezekana. Dhidi ya Inter Milan akiwa ugenini, ipi nafasi ya Bodo Glimt kwenda hatua inayofuata? Kwanza tukirudi nyuma kidogo, Bodo Glimt katika mechi 11 za nyuma kapoteza mechi 3. Kapoteza mechi 2. Na zote ni za Champions League. Kafungwa na Monaco, akaja akafungwa na Dortmund, alidraw. Alikuja kufungwa tena na mtu mwingine Champions League. Game 2 tu kwenye game 11. Na game 3 za mwisho za Bodo Glimt zote ni za UEFA. Kamfunga Atletico Madrid, kamfunga Man City na kamfunga na Inter Milan. Na Atletico Madrid alifungwa dhidi ya Juve pia. Na Juve, yes. Kwa hiyo amepoteza game 2 dhidi ya Juve na dhidi ya Monaco. Akaenda akadraw Eduna Park na Dortmund. Akaja akamfunga Atletico Madrid nyumbani kwa Atletico Madrid. Yes. Akamfunga City nyumbani kwa Bodo Glimt na amemfunga tena Inter nyumbani kwake. Na Inter katika mechi 11 za nyuma kapoteza mechi 2 tu. Na zote ni za Champions League. Kafungwa na Arsenal, kafungwa na Bodo Glimt. Kwa hiyo game nyingine za mashindano yote Inter amesafisha, zote ameshinda. So unaenda kuipata game ambayo wote wana msimu, hatuwezi kusema msimu mbaya, wote wana msimu mzuri. Inter Milan tunaweza tukamhesabia kama ameteleza kwenye game ya kwanza. Lakini ukiangalia matokeo ya Bodo Glimt huwezi kusema kama amebahatisha kumfunga Inter Milan kwenye hatua kama hizi za UEFA. So naweza kuiangalia game Chivu atakuwa amefanya analysis kuanzia usiku alipotoka kwa Bodo Glimt, na findo game pekee inayomsababisha asilale mpaka hapo anapokwenda kuwa face Bodo Glimt tena. Na Bodo Glimt hiyo nafikiri ndo mechi ambayo imemsababisha asilale kwa furaha mpaka anapokuja tena Giuseppe Meazza kukutana na Inter Milan. Tutegemee game ambayo Bodo Glimt atajilinda zaidi kwa sababu anacho cha kukizuia, lakini Inter Milan atatoka zaidi kutafuta kwa sababu yeye ndo ana kila cha kupoteza. Na unakumbuka kwamba Lautaro Martinez na yeye amepata majeraha kidogo, kwa hiyo kuna uwezekano asiwepo kwenye game hiyo, lakini Kinda Espacito anaweza akawepo pale juu na Thuram kuhakikisha wanashinda. Kwa hiyo Bodo Glimt ana nafasi ya kwenda hatua inayofuata kimpira, yes. Kwa weight ya Inter akiwa nyumbani. Weight ya Inter akiwa nyumbani unaweza ukaimeasure kwa upande anapokutana na wakubwa wenzake. Na weight hiyo ukienda kumpimia kwa Bodo Glimt utamwona Bodo Glimt ana nafasi. Lakini Bodo Glimt hiyo ndo iliweza kumfunga Inter Milan 3-1 kipindi wako away. Kwa hiyo kimpira Bodo Glimt ana chance ya kuqualify kwenda kwenye hatua ya 16. Na Inter Milan wana nafasi kwenye makaratasi kama watu wanavyozungumza, lakini kwa uwanjani tutegemee game ambayo haitakuwa imebezi upande mmoja tu, kwa sababu
kila cha kupoteza kiko kwa Inter Milan. Kwa hiyo anaenda uwanjani akiwa na tahadhari zote, na Bodo Glimt akifungwa sio habari ya kusisimua, kwa sababu kila mtu ataenda uwanjani kutegemea Bodo Glimt anakwenda kupoteza. Yes. Lakini Inter Milan akishinda qualify, hiyo ni habari nyingine. Habari ya kushtukiza. Na kwenye mpira hayo yanatokea kweli. Yanatokea kama wameweza kufanya last week niliongea pia kuhusiana na hii game. Nikisema namna walivyo Bodo Glimt walivyokuwa wako ni timu ambayo iko attacking minded sana. Kukushambulia, yani swala la wao kwenda mbele kutafuta magoli kufunga sio issue. Unaweza kuwafunga, lakini wao watakufunga. Na wamekuwa wanatumia vizuri sana uwanja wao wa nyumbani. Nadhani ndio uwanja pekee katika timu zilizobaki zote za au tuseme katika michuano ya Champions League, nadhani ndio uwanja pekee ambao ulikuwa na nyasi za bandia. Uwanja wa Bodo Glimt. So wanautumia sana vizuri uwanja wao wa nyumbani. Na waliutumia vizuri uwanja wao wa nyumbani wakiwa dhidi ya Inter. Nilisema yoyote inaweza ikatokea katika game ile kwa namna Bodo Glimt wanavyocheza. Lakini over the course of both legs naona Inter wakisonga mbele. Sidhani kama Inter wao ndo wana kitu cha kupoteza sana kuliko Bodo Glimt, kwa sababu Bodo Glimt hapo walipofika ni mafanikio makubwa sana kwa timu kutoka katika nchi ambayo ina ligi dhaifu, nchi ya Norway. Huwezi kukompea na Serie A na La Liga na France Ligue 1 hata na Eredivisie. Ligi yao iko chini sana, lakini Bodo Glimt imejipambanua, imefunga timu kubwa bila watu walikuwa wategemei hapo walipofika. Kwa hiyo wataenda kucheza mpira. Inter ndio inabidi wangate sana meno hiyo siku. Tukibaki hapo, Atletico Madrid alikuwa ugenini, alilazimisha sare ya goli 3-3 dhidi ya Club Brugge. Yeye ndo alilazimishwa. Yeye ndo alikuwa anaongoza. Lakini alikuwa ugenini. Okay. Alafu michuano ina goli la ugenini, I think. Haina. Yes. Anaenda kucheza nyumbani dhidi ya Club Brugge. Simeone, I think, naona kama alirahisisha game ya ugenini. Alirahisisha? Yeah. Kivipi alirahisisha? Kutokuruhusu kufungwa akiwa Ubelgiji. Ni dakika 90 mpya kabisa. Yaani ile zile 3 zimeshapita zile. Sasa hivi ni dakika 90 mpya kabisa. Kwa sababu hapa hamna tena sije kusema utofauti wa magoli wala nini. Ina maana hapa mtu akigongwa amegongwa. Sio nikipata draw nimepita. Sio zile za mambo za Atletico walisema kwamba hapa mimi nyumbani nikazane nisifungwe tu goli nyingi, labda bila 1-1 2-2 basi nasonga mbele. So pia last week niliongelea kuhusiana na Club Brugge walivyokuwa wana muendelezo mzuri wa performance wakiwa nyumbani. Walikuwa wamelidhihirisha hilo mpaka half time walikuwa wanaongozwa goli 2. Lakini kipindi cha pili wameweza kufunga goli 3 na kufanya game kuisha 3-3. Lakini Simeone anajua kuzicheza hizi game. Anajua kuzicheza vizuri tu hizi game. Sioni game itakuwa ngumu, lakini naona Atletico kwenda kutumia uwanja wao wa nyumbani vizuri na kusonga mbele katika game ya hiyo ya second leg. Bwana, hao ni Atletico Madrid dhidi ya Club Brugge, lakini tumeangalia Inter Milan dhidi ya Bodo Glimt. Inter Milan ana mzigo mkubwa wa kupanda, ana mlima mkubwa wa kupanda dhidi ya Bodo Glimt, lakini Atletico Madrid wao mechi yao inaenda kuanza upya kabisa pale Hispania. Mchezo mwingine, Bayer Leverkusen ameshinda goli 2-0 akiwa ugenini dhidi ya Olympiacos. Nadhani weekend hii aliondoka na watu sana. Vipi hii game dhidi ya Olympiacos? Katika moja ya game ambazo naziona tayari ni mismatch.
Yes. Ni game ya Leverkusen na Olympiacos. Game ya Newcastle na Karabag. Na Karabag na ya Cambridge na Atletico. Madrid. Yani matokeo yake unayaona. Yani ni game tunazozita the mismatch kwa sababu sioni hao ambao ni wageni kuja kufanya lolote kwa mwenyeji, kwa sababu kama Olympiacos tayari alishakufa 2-0 away. Na alichokifanya Leverkusen weekend ni kufanya warm up ya Champions League, kwa sababu hata ukiangalia matokeo yao ya Bundesliga, ukiangalia upinzani uliokuwepo ya watu wanaotaka kombe na yeye, kuna distance ambayo kwa namna moja au nyingine either agombanie kwenda kucheza Champions League msimu unaokuja au akomae na Champions League kama kuna sehemu yoyote anaweza kufika msimu huu. Kwa hiyo sioni game itakuwa kama ilivyokuwepo first leg kwamba Olympiacos atashambuliwa sana, na yeye nahisi atakuwa hana cha kupoteza tena kwa sababu tayari nyumbani ana deficit ya goli 2, inabidi aje azitafute huku kwa Leverkusen. So ni game ambayo naona Leverkusen anachukua ushindi tena na qualify kwenda kwenye hatua ya 16. Bwana, Real Madrid wakikutana na Benfica bwana, sasa hivi kumekuwa na upinzani kama derby vile. Lazima kuna matukio kadha wa kadha yatokee. Tumeona mechi iliyopita wa Benfica akiwa nyumbani kumetokea na matukio mengi yakimhusisha Vinicius Junior kufanyiwa ubaguzi wa rangi na nini. Jose Mourinho upewa kadi nyekundu. Wanaenda kucheza dhidi ya Real Madrid wakiwa nyumbani. Real Madrid akiwa nyumbani dhidi ya Benfica. Ni game ambayo kwa kiasi fulani Real Madrid mechi 2 za mwisho then kapoteza akiwa nyumbani dhidi ya Benfica, kaenda kushinda akiwa ugenini, anakuja kucheza akiwa nyumbani. Nafasi hii ya Real Madrid kwenda hatua inayofuata kwenye mchezo huu. Sioni okay, ni game ambayo inaweza ikachagizwa na yaliyotokea kwenye game you know, inaweza kawaathiri Real Madrid. Sidhani kama nadhani ita fuel wao kutaka kuwaadhibu Benfica kwenye game. Yes, kwa sababu tukio limepokelewa katika hisia tofauti, lakini kuna baadhi ya watu ambao watu mashuhuri ambao waliendelea kumwattack Vinicius Junior. So imekuwa ni issue kubwa almost wiki nzima kwenye vyombo vya habari. Brazil wakitoa matamko, Benfica wakitoa tamko, Cristiano akitoa tamko, wa Argentina wakiongea shombo, wakimpa support Cristiano, you know. So nadhani Madrid watatumia hii game kusema you know what, twende tukawaadhibu. Yeah, itawapa morali ya kwenda kwa sababu tayari wana faida ya goli 1. Kwa hiyo naiona hii game inaweza ikaisha kipindi cha kwanza. Navyoona Madrid atamaliza game mapema sana kipindi cha kwanza. Yes. Failure to do that inaweza ikawa shida kwa sababu sasa hivi Benfica watakuwa wanaenda pale kama ni underdogs, kwamba wao ni wakosaji. Kwa hiyo wakajisafisha, watakuwa na discipline najua sana. Madrid wasiruhusu kuruhusu bao la aina yoyote wakianza kufunga Benfica. Itawa frustrate. Lakini kama wakitumia vizuri dakika 45 za kwanza, basi game itaishia hapo. Kwa mimi na niko na mtazamo tofauti kwenye hiyo game, kwa sababu hii game inachezwa sana nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja, kwa sababu matukio la kwanza ni la Vini kubaguliwa, ambapo wachezaji wengi au wote wa Benfica lazima wasimame kwa upande wa mchezaji wao kwamba hakutamka maneno ya kibaguzi kwa Vinicius. Another thing ni kwamba Mourinho hata kuwepo kwenye benchi la ufundi kwa sababu ana red card. Hiyo ni mechi nyingine ambayo itakuwa inachezwa kwenye upande wa touchline, kwa sababu nafikiri Mourinho atamaliza maelekezo yake kwenye changing room.
na kumwacha msaidizi wake asubiri kwenye subs tu, kwa sababu tayari kila kitu alichokifanya Mourinho kwenye mazoezi na changing room kinakwenda kufanyika. Na wachezaji wa Benfica wanakwenda pale kumuonyesha yule dogo kwamba jinsi gani wako nyuma yake na nini cha kufanya. Kwa upande wa Madrid nao watakuwa kuanzia captain na wachezaji wote watakuwa nyuma Vinicius, kwamba Vinicius alioniwa kwenye first leg, tunde tukaonyesha jinsi gani ukija Spain vile tunawafanya watu wengine, though last time walifungwa pale Spain. Bernabeu. Yes, Bernabeu. Kwa hiyo ni game ambayo itaamuliwa na ukiachana kukamia pia mbinu za makocha wazoefu, kwa sababu kwa upande wa Benfica wana Mourinho, mtu ambaye tuseme ni nyani mzee, kashapichana na mishale mingi sana. Lakini Arbeloa mimi kwa uwezo wangu wa kuangalia football na nini, bado sijamweka kwenye ile renki ya makocha ambao tactically wako vizuri, kwa sababu kwa jinsi Madrid ilivyokuepo, alafu una struggle hata kupata goli 2-3 kuna ugumu. Unaweza ukafungwa 2 lakini ukamfunga mtu 5, kwa sababu una zile guns zinazoweza kufunga muda wowote kuanzia midfield kwenda juu. Yes. Unapokuwa una struggle hata kupata goli 2, goli 3 kwenye game ambazo ni open play, inakuwa kuna kaugumu kidogo. So tactically bado namuona Mourinho anaweza akaifanya game ikawa ngumu kama alivyofanya Bernabeu, na akaenda kuifanya hivyo Portugal. Goal la Vinicius ilikuwa tuseme ni individual brilliance. Yeah. So kwamba Madrid walicheza extraordinary ndo wakapata goli, lakini ukiangalia save za kutoa kwenye ile game zilikuwa na zenyewe ni exceptional. Kutoa alifanya save 3-2 nzuri ambazo zingeweza kubadilisha matokeo. So ni game ambayo sioni ni one way traffic kwa Real Madrid, na iona ni game ambayo watu watakamiana kuanzia dakika ya kwanza. Atakayeweza kuwa na pumzi zaidi ya kumkimbiza mwenzake au ya kuzuia zaidi ndo ataibuka kidedea. Kwa hiyo ni game ambayo siwezi kwenda na matokeo mfukoni, na iona ni game ambayo itakuwa na upinzani stahiki, itakuwa na chachu stahiki, kuanzia kwa washabiki mpaka wachezaji mpaka benchi la ufundi. Kwa hiyo na unajua hapo Portugal sasa na wenyewe wakiamua washikilie kitu kinakuwa kitu kweli. Kwa hiyo ni game nzuri kwa kweli. Madrid sidhani kama watashinda kirahisi. Yeah. Na ni moja kati ya game ambayo pia itatuachia matukio mengi. Okay. Game la kusubiri na kuona. Bwana Juventus tunaweza kusema biashara imeishia pale, ama goli 5-2 dhidi ya Galatasaray akiwa ugenini. Ana kazi ya kupindua meza sasa. Yeah. Kwa hiyo natakiwa ashinde goli 4 bila. Na kwa Juve ile kushinda goli 4 ni kama unasubiri meli Ubungo, lakini kwenye football inawezekana maajabu yanatokea ya mpira. Lakini kama juzi najua lazima ubiangalia game yako uipendao ya Como na Juventus. Yeah, of course. Dogo Nico Paz kama kawaida anafanya mambo yanakuwa marahisi pale katikati. Ukitazama ile game ya Juve na Como, ukirate kikosi cha Como, ukarate na kikosi cha Juventus, ukija ukarudi nyuma kwa wale Galatasaray waliochanganyikiwa, sidhani kama Juve anaweza kushinda goli 4. Yani sioni. Anaweza akashinda kweli labda 2-1, 3-2, 2-2, anaweza akachukua tena draw, lakini kumfunga Galatasaray goli 4 straight, mimi naona ni kitu kidogo kigumu kwa maono na weight ya wachezaji waliokuwa Juventus na hali iliyokuepo kwa Galatasaray. Lakini kimpira hata goli 5 unaweza ukafungwa watu wakiamka vizuri. So sioni Juve akipindua meza kwa upande wangu. Anaweza tena akafungwa pale Italia. Mimi naona hii imeisha. Kwamba Juve hakuna anapotoka. No, sioni mzee wangu, sioni anapotokea. Striking force ya Galatasaray ni iko bora zaidi. Yani ukiangalia Galatasaray eneo la ushambuliaji uone wakiondoka bila goli. Yani kama ulivyosema wanaweza wakafungwa ndio, lakini hawezi kuwazuia wasifunge. Sasa hilo ndo tatizo. Tuanze kuhesabiana hapo.
Funga ni kufunga. Kwamba ni washinde goli 4 bila. Yeah, 4 bila. Sio hiyo swala ni gumu sana. Ila kunaweza kuwa kuna goli zisizopungua 3 kwa ujumla. Hiyo game nzima. Kwa ujumla, yes. Yes. PSG dhidi ya Monaco, PSG game ya kwanza akiibuka na ushindi wa goli 3-2. Hawa ni majirani pale pale Ufaransa. Yes, wanaocheza game ya pili dhidi ya Monaco. Wakiwa nyumbani PSG. PSG of course si mtu wa kumwamini sana pia akiwa nyumbani. Lakini pia Monaco ndo waamini kabisa. Ni kweli. Lakini unajua hizi timu ambazo kidogo zimeshapata, sio kidogo, ambazo zimeshapata experience ya mashindano makubwa, yanajua namna ya kuzicheza hizi games. So umeona kama game ya kwanza uliona hawakupanic hata. Wameongozwa goli la kwanza, sio la pili, wakaja kufunga, walikuwa wanaongozwa 2-1. Wakaja wakashinda goli 3-2. Yaani kiurahisi kabisa, kwa sababu kama nilivyosema, namna Monaco wanavyocheza, wanapenda kucheza nyuma ya I mean nyuma ya mstari. Wanapenda sana kucheza namna hiyo. Na ukicheza namna hiyo na timu ambayo ina possess mpira kwa muda mrefu, wako patient, wanaweza kukufunga muda wote, kwa sababu PSG walikuwa wanafika kwenye 18 mara kibao tu. So kwa ukisharuhusu timu pinzani kufika golini kwako mara nyingi, either ujifunge, either utoe penalty, au waweze kupata goli tu. Makosa yanakuepo, na ndicho kilichotokea. Lakini pia kuna brilliance ya mchezaji mmoja. Desire Due alifanya mambo makubwa sana kwenye ile game. Sidhani kama Osman atakuwa fit katika game hii. Ndio alitokea substitution. Yes. Kwenye game ambao walifungwa na game na Rene, I think. Yeah, alitoka mapema tu. Alitoka second half, yani wakati wanageuka kwenda. So sidhani kama atakuwa fit, lakini hiyo haimaanishi watapata tabu kwenye striking force, kwa sababu they have a way wanacheza. Sio kitu kikubwa sana wao kucheza bila kuwa na main striker. Juzi wamecheza na Ramos pale juu na amefunga. Yeah, Goncalo Ramos pia yupo. So naona ni game ambayo PSG tena wanaenda kushinda na wanasonga mbele. Na game ya mwisho tuicheki game ya Atalanta dhidi ya Dortmund. Game ya mwisho Atalanta akipoteza akiwa nyumbani, akiwa ugenini dhidi ya Dortmund. Dortmund of course kwa pale I mean Bundesliga hana mwendelezo mbaya sana, lakini mwendelezo wake si ule ambao tumeuzoea. Dortmund alikuwa anakupa alama 3 game after game, lakini hivi sasa kupoteza kwake ni rahisi sana, kutoa sare ni rahisi sana. Atalanta naye pale Italia of course ni kama kipofu tu. Leo anakufunga, kesho anafungwa. Game mwisho alimemuka na shuta goli 2-1 I think. Dhidi ya Napoli. Moja kati ya game ngumu sana kwa upande wake, lakini amebuka na ushindi. Lakini si Atalanta ambaye tulikuwa tunamshuhudia msimu uliopita. Dhidi ya Dortmund akiwa nyumbani, ana power ya kumzuia Dortmund asiende hatua inayofuata. Dortmund na Monaco hawapishani sana kimaelekezo. Okay. Kuna game ambazo unahisi hii game kwamba Dortmund atoki, lakini ndio game ambayo anakupa matokeo. Uzito wa game hii ni kwamba Atalanta game ya kwanza alipoteza 2-0. Yes. Alipoteza 2-0. Dortmund game hii anakwenda kuicheza akiwa anatazamia game ya kwenda kucheza na Bayern Munich weekend. Kwa hiyo kwa hiyo tayari kichwa cha Dortmund kina mambo mengi. Haifocus tu game ya Champions League, anawaza pia weekend aka close gap kidogo na Bayern. So na Atalanta katoka kumfunga Napoli goli 2-1, kwa hiyo ana morali kwenda kuiface game na Dortmund. So ni game ambayo kama kawaida Dortmund hajui kukaba, Atalanta hajui kukaba, wote wanashambulia vizuri. Naipa game ambayo Atalanta ana possibility
ya kupindua meza, kwa sababu ukimshambulia sana Dortmund ni rahisi sana kuruhusu magoli mengi, na yeye ni mzuri pia kwenye kufunga, so atakaweza kumoutscore mwenzake ndo ataweza kwenda kwenye raundi ya pili. So naona kama Atalanta anaweza akapindua meza dhidi ya Dortmund. Tuiongelee kidogo ligi kuu ya nchini Uingereza. Kuna game katikati ya wiki hapa, Wolves dhidi ya Aston Villa. Wolves hivi sasa anakuwa anang'ang'ania watu sana. Kamng'ang'ania ndugu yangu hapa weekend zilizopita hapo. Sare goli 2 kwa 2 dakika za jioni kabisa pale. Ukatokwa na jasho la kuelekea ubingwa wa EPL. Anaenda dhidi ya Aston Villa. Aston Villa ambaye pia sasa hivi ni mchovu ujue. Katoka kutoa sare weekend hii. Na Wolves katoka kufungwa na Crystal Palace, lakini Wolves alikosa penalty. Means kama ile penalty angepata na yenyewe game ingeweza kumpatia Crystal Palace. Yes. Au angeshinda. Angeshinda sababu angekuwa ameanza kutangulia. Hebu tuangalie huyu Aston Villa dhidi ya Wolves. Sawa. Amepata matokeo dhidi ya Arsenal, amepata point moja dhidi ya Arsenal. Ilikuwa kidogo tu apate matokeo dhidi ya Crystal Palace, lakini sio kwamba ndo atazoea sana. Yaani yuko chini yuko kule. Yuko kwa sababu. Kwa sababu. Sio ni kama itakuwa ni game ngumu kwa Villa. Nadhani ni game ambayo Villa gari itaanza kukata kona tena. So itakuwa ni game, sio game pesa sana kwa Villa ya kumsumbua. Sidhani kama watamsumbua Villa. Nadhani Villa wanachukua point 3 mapema tu pale. Yes bwana, hiyo ni michezo ya wiki hii. Tumeangalia UEFA Champions League, lakini tumemaliza na mechi ya ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Wolves dhidi ya Aston Villa. Wolves City mchekea bwana. Ipo chini lakini inazuia vigogo kweli kweli. Uwe na wiki njema. Game time, tuonavyo sisi.